Bwana, tetesi za usajili kwenye dirisha hili dogo la usajili ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba zinaendelea kupamba moto, na moja kati ya tetesi ambayo niko nayo ni kwamba Simba inafanya mazungumzo na mshambuliaji raia wa DR Congo Bedia Kamba, na ikipiga ndani ya klabu ya Polisi ya Uganda ambaye ameonyesha ubora katika kufunga mabao pengine zaidi ya Mganda Steven Mkwala. Bwana, zikiwa zimepita siku chache tu baada ya Yanga kukamilisha deal la Alan Okello, Wekundu wa Msimbazi Simba pia nao wako mbioni kuhakikisha kwamba wanakamilisha deal la Bedia Kamba. Hatua ya Simba kuanza kumtafuta mshambuliaji mpya imetokana na ripoti ya awali ya kocha Steven Becker ambaye haridhishi sana na washambuliaji waliopo kwenye kikosi hicho. Taarifa kutoka Uganda ni kwamba bosi mmoja wa juu wa Simba ndiye anayezungumza na Kamba, ambapo sasa faili la mshambuliaji huyo limepitishwa na kocha Steven Becker akisubiri kutoa majibu ya mwisho. Tetesi nyingine ambayo ipo ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na ndio ambayo imeendelea kuzungumzwa sana bwana ni kwamba Simba bwana wametumia shilingi milioni 875 kumsaini winga wa Senegal Libase Gueye mwenye umri wa miaka 22. Bwana, inaripotiwa uongozi wa klabu ya Simba umefikia hatua za juu za mazungumzo na klabu ya Tegnith FC ya Senegal kwa ajili ya kumsajili Libase Gueye mwenye umri wa miaka 22. Bwana, kijana huyu ambaye ni nahodha wa timu yake licha ya umri mdogo anaonekana kama chaguo sahihi la kuongeza kasi, ubunifu na ufanisi kwenye wings. Bwana, uongozi wa Simba unamhitaji Libase Gueye na unaamini kwamba kuwa nahodha akiwa na umri wa miaka 22 pekee ni ishara ya ukomavu na nguvu ya kiongozi uwanjani. Ni winga mwenye uwezo mkubwa wa kufunga, kutengeneza nafasi na kutoa crosses zenye ubora. Lakini uzoefu wake kimataifa, amecheza mashindano ya CAF akiwa na Tengus, hivyo anaelewa pressure ya soka la Afrika. Bwana, mkakati wa Simba ni kuhakikisha kwamba usajili huu unaonekana kuwa sehemu ya mpango wa kujenga upya Simba, kupunguza utegemezi kwa wachezaji wachache na kuingiza vipaji vijana vyenye njaa ya mafanikio ndani ya nchi na kimataifa. Kwa hiyo Libase Gueye bwana ni moja kati ya nyota ambaye anazungumza kutua ndani ya klabu ya Simba, na tetesi bado zimeendelea kuzungumza kwamba tayari winga huyo raia wa Senegal amewasili nchini kumalizana na Simba Sports Club ya Tanzania. Gueye alikuwa akicheza katika klabu ya Tengus na alikuwa nahodha. Sasa muda wote kuanzia sasa atatangazwa na Simba Sports Club. Kwa hiyo ni moja kati ya tetesi ambayo ipo, Gueye kumalizana na Wekundu wa Msimbazi Simba, na unaambiwa Simba wamepambana sana kumpata Libase Gueye, maana alikuwa anaelekea USM Alger ya Algeria. Tayari kulikuwa na makubaliano ya USM Alger, ila Simba akapindua meza, deal limekamilika. Libase Gueye alikuwa na mashindano bora ya CHAN huko akitoa tuzo ya man of the match dhidi ya Nigeria. Bwana, Gueye ni moja kati ya kijana aliyepita timu za Senegal under 17, under 20 na ni miongoni mwa timu zake za mwanzo, na Diambas alicheza akiwa na miaka 16 pekee. Ameipita Spain pale Valencia under 19 na Pontevedra CF. Ana uwezo wa kucheza kama winga wa kushoto lakini pia kama kiungo mshambuliaji. Bado yupo kwenye umri wa kukua, miaka 22 sasa, akizaliwa Julai 5, 2003 pale Senegal. Jamani, mchezaji wa kutumia nguvu sana, kama ulimuona Chani utanielewa zaidi. Gulake la kushoto ni hatari sana, mzuri kwenye ubunifu, kokota mpira na uwezo wa kutumia nafasi, ila tu kasi yake sio kubwa sana, hivyo anategemea zaidi ufahamu wa mchezo. Kwa hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba bana wanatajwa kukamilisha dili la nyota huyo Gueye ambaye anatokea huko Senegal ndani ya klabu ya Tenwith. Lakini tetesi nyingine ni kwamba klabu ya Simba imetajwa kuwa ndio timu pekee ilionyesha nia ya dhati na kuomba taarifa rasmi kuhusiana na mchezaji Djibril Sila kwa sasa. Ingawa mazungumzo bado yako wazi, klabu hiyo bado haijatuma ofa rasmi ya kimaandishi ili kukamilisha mchakato huo wa usajili. Wakati huo klabu ya Azam FC imeelezwa kutojihusisha tena na mchakato wa kumwania Sila katika hatua hii. Hii inaipa Simba nafasi ya kuendelea na mazungumzo, ambapo taarifa zaidi zinatarajiwa kutolewa mara tu ofa rasmi itakapowasilishwa mezani. Kwa hiyo Djibril Sila pia ni moja kati ya nyota ambaye anatajwa kutua ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, tetesi nyingine ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni kwamba muda wote kuanzia sasa Simba watakamilisha usajili wa beki wa kushoto wa Mauritania Hadim Diao mwenye umri wa miaka 27. Simba wamefanya maongezi na yakina na kambi ya Diao. Vitu vichache vimesalia ili dili likamilike.
Ikumbuke Hadim Diaw ni mchezaji huru tangu mwaka uliopita, hii baada ya kuachana klabu yake ya Al Hilal ya Sudan. Bwana, huyu Hadim Diaw ni moja kati ya nyota ambao pia kwenye dirisha kubwa la usajili lililopita Simba walihusishwa naye. Kwa hiyo ni moja kati ya nyota ambao Simba huwa wanatamani sana kumsajili, lakini ni mambo tu ambayo hayakwendi sawa. Lakini kama nyota huyu yuko huru, basi Simba huenda wakampata kwenye dirisha hili dogo la usajili. Kwa tusubiri na kuona nini ambacho kitatokea. Lakini Simba wanaendelea kusaka goalkeeper mpya baada ya Yakubu Suleiman na Musa Kamara kupata majeraha. Taarifa zilizopo ni kwamba Simba wamepanga kubisha hodi Azam ili kupata saini ya Issa Fofana kwa mkopo hadi mwishoni mwa msimu huu. Kipa huyu anakutana na ushindani mkubwa namba pale Azam, hivyo Simba wanataka kupata saini yake. Of course tumeona ubora wa Aishi Salum Manula kwenye michuano ya NMB Mapinduzi Cup, namna ambavyo inaendelea kuonekana. Kwa hiyo Issa Fofana anaweza akapata upinzani mkubwa sana kutoka kwa Aishi Salum Manula. Kwa hiyo Simba wanaweza wakafanikisha dili hili kutokana na ushindani ambao upo kwenye ile idara ya goalkeeping pale Azam. Tunaona pia nyota kipa ambaye alikuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania, Zuberi Foba, na pia ni moja kati ya nyanda ambaye uwezo wake unaendelea kukua. Kwa hiyo Simba wanamhitaji Issa Fofana kwa mkopo. Kwa hiyo kama Azam wataona inafaa, basi huenda dili hili likakamilika. Lakini klabu ya Simba iko kwenye hatua ya mwisho ya kumalizana na klabu ya Stellenbosch juu ya kumsajili kiungo wao wakati Jenino Palace mwenye umri wa miaka 27. Bwana kocha Steven Becker aliwaambia viongozi wa push dili hilo haraka sana, akiwa anahitaji kiungo huyo aje mapema kabla ya Januari 16 ili awe mmoja wapo kwenye kikosi kitakachoenda Tunisia. Tunafahamu kwamba Steven Becker ni kocha ambaye alitoka ndani ya klabu ya Stellenbosch, kwa hiyo inaweza kuwa rahisi kumpata Jenino Palace kutokana na Steven Becker kumfahamu vizuri Palace. Kwa hiyo inaweza ikawa dili ambalo inaweza likakamilika muda wowote. Kwa hiyo iko hivyo kwamba Wekundu wa Msimbazi Simba wanahusishwa na nyota huyo. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya tetesi ambazo niko nazo kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba juu ya kuwahitaji baadhi ya nyota ama juu ya kuhusishwa baadhi ya nyota ambao wanatajwa kutua ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Simba wameendelea kuhusishwa na Libase Gwe aliyekuwa kwenye mashindano ya CHAN. Kwa hiyo ni moja kati ya nyota ambaye anatajwa kwa ukaribu kutua ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Hadim Diaw pia anatajwa, beki wa kushoto wa Mauritania, anatajwa kujiunga na Simba, na huyu ndiye ambaye alikuwa kabla ya usajili wa nyota kutoka Namungo aliyekuja kuziba nafasi ya Mohamed Hussein Shabalala. Hadim Diaw ndiye ambaye alikuwa anatajwa kuja kuchukua nafasi hiyo, lakini ilishindikana. Kwa hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba bado pia wanaendelea kuhusishwa na tetesi hizo. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ama tetesi ambazo nimeona ni kujuze kuhusiana na tetesi hizo kwenye dirisha hili la usajili.